Kushoto kwangu ni gari lililobeba simenti 100 ambazo ziliahidiwa ndani ya siku 7 kuletwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kukamilisha. Lililopo nyuma yangu ni jengo ambalo linajengwa kwa ajili ya zahanati katika kata hii ya Saranga, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na hapa tunakwenda kuona namna gani au mikakati gani ilitumika mpaka kuweza kufanikisha ujenzi huu. Leo hii nilikuwa nasema kwamba hii kweli zahanati itakwisha kweli? Mbona ile weki narudi nakuja saa 12, narudi saa 2. Nyumbani wananifokea, "We mama wewe, si tunashinda njaa." Naambia nyinyi sikizeni, tunajenga zahanati kule. Leo hii namshukuru mkuu wa mkoa. Baba, nakushukuru. Baba, nakushukuru sana. Sikutegemea. Kilio changu kile nilichokuwa nafika saa 12. Leo nimekiona. Baba, nakushukuru sana. Na kuomba tu nikushike mkono. Baba, nakushukuru. Baba, nilikuwa nakuja saa 12 kama mfanyakazi wa serikali. Saa 9 nageuza narudi nyumbani. Nilikuwa nashinda njaa. Leo kimeeleweka. Wananchi wa Saranga, leo kimeeleweka. Mimi zawadi yangu nikiwa kama mwananchi wa Saranga, baba, huyu mtoto akizaliwa jina lako. Sina cha kukupa baba. Baba, mimi cha kukupa huyu jina lako, Charamila huyu. Baba yake akiniambia wewe Muislamu kwa nini umemwita hivyo, namwambia huyu mkuu wa mkoa wetu. Baba, huyu wako waliokuwa wanatupiga mawe, wako waliokuwa wanatuambia sisi wezi, lakini hakika mbingu za Saranga leo zimefunguka na jengo linaonekana hili hapa na milioni 100 imekuja. Hakika watoto wetu hawataning'inizwa kwenye mzani hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kule ofisini kuna kitanda cha wajawazito. Kile kitanda ilikuwa siku ya nahisi Jumatano au Alhamisi ya mwisho wa mwezi, ofisi ilikuwa inafungwa, wakina mama wanahudumiwa mle. Mwenyekiti anakaa huku, watoto wananing'inizwa hapa. Sasa tuseme nini zaidi ya kusema asante? Hatimaye wananchi wa mtaa wa Saranga na kata ya Saranga hapa wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam wameonyesha furaha yao kwa jinsi ambavyo wameweza kusaidiwa kutokana na changamoto ambayo walikuwa wakiipata, hasa kwa kina mama wajawazito pamoja na huduma mbalimbali za afya. Nikiripoti kutoka hapa mtaa wa Saranga, kata ya Saranga, wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, mimi ni Runama Bai wa EATV. Lakini leo yuko wapi? Nina uhakika hajafika popote. Sisi ndio kituo cha kwanza kwa bosi wetu akitokea Dodoma. Mheshimiwa, asante sana. Tunakushukuru sana kwa upendo na dedication ambayo umeiweka kwetu. Unaongoza mkoa wa Dar es Salaam ambao una watu zaidi ya milioni 6. Kwa hiyo mimi naelewa kabisa kama msaidizi wako mambo gani yako mezani kwako. Lakini kitendo cha kutenga muda na kuja hapa kwa mara ya pili katika kipindi ambacho hatujamaliza siku 7. Hii ni kuonyesha kabisa tuko kwenye moyo wako sisi watu wa Ubungo, na kwa niaba ya wananchi wenzangu wote, mheshimiwa, nasema asante sana kwa upendo na dedication ambayo umeifanya kwetu. Katika mazingira ya kawaida watu wanaweza wakafikiri mambo haya yanawezekana. Sisi ambao tuko karibu na RC tunajua mambo mangapi yako kwake ukifika ofisini. Kwa hiyo kuja hapa sisi kwetu ni heshima kubwa sana. Karibu sana bosi wangu. Lakini mimi naomba niwaeleze jambo dogo sana, kwamba mimi kama mkuu wa mkoa, tukipata aina ya wakuu wa wilaya wa aina ya ndugu yangu Twange, huyu nataka kusema nini? Wala sisemi kwa sababu yupo, najua yuko na rafiki zake, yuko na wakuu wa wilaya, tuko na wakuu wa wilaya wengi, lakini nataka niwape namna tunavyofanya kazi. Mimi kama mkuu wa mkoa nisipoelewana na kuzungumza Kiswahili kimoja na mkuu wa wilaya, na mkuu wa wilaya asipozungumza na kuelewana na mkurugenzi, na mkuu wa mkoa asipoelewana kuzungumza na mkurugenzi, kwa sababu mimi mkuu wa mkoa anateuliwa na rais, lakini mkuu wa wilaya naye anateuliwa na nani? Lakini mkurugenzi naye anateuliwa na nani? Kwa hiyo wote sisi tunaweza tukafanyiana kiburi hapa, alafu mwisho tukaumiza wananchi. Mkuu wa wilaya afanye hiki, anasema mimi siwezi kufanya kwa sababu ni mimi ni mteuliwa wa nani? Mkurugenzi fanya, anasema na mimi siwezi kufanya kwa sababu ni mteuliwa wa nani? Kwa hiyo mwisho matatizo yanakwenda kwa Watanzania kwa sababu ya kubishana kwa viongozi.
Kwa mahali popote mkikuta viongozi wanarushiana maneno, viongozi wanatukanana, viongozi wanatunishiana misuli, mjue hapo pana hatari kubwa ya kupasua wanajamii na kutofikisha huduma zilizokusudiwa. Kwa hiyo ninayo furaha kuwaambia kwamba nimebahatika kuwa na wakuu wa wilaya hawa ambao tunashauriana kutoka kwenye sakafu ya moyo. Hawakushauri kwa sababu ya woga, wanakushauri kwa heshima kwamba hapa tufanye hiki, hapa tufanye kile. Mimi nilikuwa Dodoma, lakini katika juma kuu linaloanza kesho ambalo limekushaanza kwa wale wa Kristo, ningeweza kwenda Iringa, lakini mkuu wa wilaya akasema, mkuu, kama una nafasi hata masaa mawili, njoo tukabidhi kwa wananchi. Sasa ndio maana nasema, na mkurugenzi naye akasema, mkuu, niko hapa Dodoma katika kazi, lakini kule kuna mwakilishi wangu, naomba mkakabidhi. Sasa ndio maana nasema, tukiwa na viongozi tunaozungumza lugha moja, maana yake ni kwamba tutafanya kazi ya nchi vizuri. Hatua za utekelezaji wa maelekezo yako ambayo ulitupa hapa, na sisi wasaidizi wako tukafunga mguu, tukaingia site na tumetekeleza. Jamani wananchi wa Saranga, Daktari Samia Suluhu Hassan anasema na anatenda. Na sisi kama halmashauri kwa niaba ya mkurugenzi tumefanya utekelezaji wale ulioyaagiza. Kiasi cha shilingi milioni 100 kilishaingia kwenye akaunti ya kituo mama kwa maana ya Upendo tarehe 14 mwezi huu wa 4, na evidence tunayo iko hapo. Na pia uliagiza kwamba tutafute mifuko 100 ya simenti ili uweze kukabidhi kwa wanasaranga. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anaona, macho yanaona, gari lile pale, ile ni mifuko 100 kama ulivyoagiza, na dokumenti zake ziko hapa. Kwa hiyo kwa usimamizi wa mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya tumeweza kutekeleza yale ambayo ulituagiza, na pia tumejifunza kitu kutoka kwako kwamba mambo ni kwa ushahidi. Nasema mambo ni kwa ushahidi kwa sababu nimeshawahi kuhudhuria hafla nyingi ambazo mtu akisema nimetoa milioni 1 unataka uione milioni 1 hiyo. Kwa hiyo na sisi tumefuata nyayo zako. Mheshimiwa, tunakushukuru sana. Asante kwa niaba ya mkurugenzi.